Tutasoma neno la Mungu. We shall start by reading the word of God. Tutafungua Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo, And we are going to read in Genesis. sura ya 6, Genesis chapter 6. mstari ya 13 mpaka 22. Genesis chapter 6, verse 15. Tuko nasoma neno la Mungu, kitabu cha Mwanzo sura ya 6, We are reading the word of God in Genesis chapter 6. mstari wake wa 13. Nasoma kwa jina la Yesu Kristo. Verse 13, we are reading in the name of Jesus. Mungu akamwambia Nuhu, mwisho wa kila mwenye mwili umekuja mbele zangu. So God said to Noah, I'm going to put an end to all people. Kwa sababu wameijaza dunia dhulumu, basi nitawaharibu pamoja na dunia. For the earth is filled with violence because of them. I'm going to certainly going to destroy both them. Ujifanyie safina ya mti wa mvije, fanya na vyumba ndani ya safina. So make yourself an ark of cypress wood. Make rooms into the courts. Ukaifunike ndani na nje kwa lami. And clothe it inside and out. Hivi ndivyo utakavyofanya mikono 300 urefu wa safina, mikono 50 upana wake. This is how you are going to build it. The ark is to be 300 cubits long. Naruka kusoma mstari wa 21 na wa 22. And we are reading 21, 22. Ukajitwalie chakula na cha kila namna kinacholika. You are to take every kind of food that is to be eaten and store away. Ukakusanye, nacho kitakuwa ni chakula chenu, nacho As food for you and for them. ndivyo alivyofanya Nuhu, sawasawa na vile alivyomwamuru Mungu, hivyo hivyo. The Lord then said to Noah. Amen. Amen. Haleluya, tushangilie neno la Bwana. We are clapping for the word of God. Amen, amen. Amen. Tunaendelea na somo yetu And we are continuing with our teaching. ya kuuliza kwamba ya kusema Mungu anataka aseme na anataka azungumze na wewe. Which is saying that God wants to talk with you. Haleluya. Na juzi tulieleza kenye unapaswa attitude gani unatakiwa ukuwe nayo ili Mungu akuzungumzie. Before yesterday we talk about the attitude of being for God to talk. Na leo niko na suteme nyingine And today I have a sub-theme inayosema which is saying, Mungu akisema fanya, if God says to do, fanya. do it. Haleluya. Amen. Si Dieu tu fais, fais-le. If God says do, do it. Amen, amen. Na niko tayari kufanya kenye Mungu Who is anasema. ready to do what God is saying? Na niko tayari kuexecute bila makondisyon yote, kuexecute kenye Mungu Who anasema. is ready to do what God is saying without any condition? Haleluya. Amen. Unajua wakati wote Mungu akikuambia ufanye kitu, You know, if God tells you to do something, mimi nakushauri ya kwamba kuwa mtiifu I kifanye. advise you to be humble when you are doing Sababu it. baraka zako, Because you are blessing, destiny yako, your destiny, mambo mazuri ambayo unatarajia kwenye maisha yako, every good thing you are winning in your life, iko ndani ya kile kenye Mungu it anakuambia is ufanye. inside what God is telling you to do. Haleluya. Amen. Mara nyingi vyenye Mungu anaambiaga watu wafanye Many times what God tells people to do, havieleweki. it is not understanding. Zaidi sana na watu wa kimwili. Even these fleshly Ni people, vigumu sana kuelewa kenye Mungu anasema. it is so hard to speak what God Lakini is. mimi na wewe magharibi ya leo But me and you today, tutafanya kenye Mungu anasema we are going tufanye. to do what God is telling us. Haleluya. Amen. Natamani mtu mmoja aseme nitafanya kenye Mungu anasema I wish nifanye. today someone to say, I will do what God is Sema telling tena, me. nitafanya kenye Mungu Say, anasema I will do nifanye. what God is to do. Haleluya. Amen. Habari za Nuhu nimekuwa nikitafakari. When I was hearing about this information of God, Haleluya. Nimekuwa nikisoma kwa muda mrefu Biblia, niko nasoma kujifunza masomo ya wapersonaji wenye wiko kwenye Biblia. I was reading a lot about these personalities in the Bible. Na kwa neema ya Mungu Baba sasa niko na finalize kitabu And by the grace of God, I'm finalizing the book. Les acteurs de la Bible nous enseignent. The actors of what the Bible is teaching. Haleluya. Amen. Na kuna mtu mmoja wa ajabu sana anaitwa Nuhu. There is a man who is called Noah. Ni mtu mwenye maisha yake ingekuwa bila maana yote.
Is someone his life would be useless asingesikia na kufanya kenye Mungu alimwambia. if he couldn't do what God told him. Ukisikia wanasema Nuhu, If you hear talking about Noah, ina maana utasikia ni habari za safina. that it is about the use of ark. Nuhu alikuwa anaishi maisha yake, Noah used to live his own alikuwa anafanya life. biashara He zake, used to do his business. alikuwa na maproje He zake, had his project. alikuwa na familia He yake, had his family. hakukuwa na shida. He was not having any problem. Lakini ilifika wakati fulani ya maisha yake, But there was a point in his life. Mungu akamzungumzia, God talked with him. sababu Mungu alikuwa amechukizwa na tabia za wanadamu. Because God hates the Kwa behavior hiyo of human Mungu beings. akawa anampatia Nuhu instruction, So God gave Noah instructions. anamwambia kitu cha He kufanya. told him what to do. Imagine tu, Nuhu alikuwa mtu mzima sana, alikuwa na miaka zaidi ya 100. Imagine Noah was very old. He had, Ina maana hakukuwa anapungukiwa kitu, that means he had missed nothing. alikuwa na proje zake. He had his projects. Lakini katikati ya mipango yake ya maisha, But between his program, Mungu akakuja kumzungumzia, God also came to speak na to kenye him. Mungu alizungumzia And what God spoke, ndio kilimfanya akuwe na jina, that's what made him to have a ndio name. kilibadilisha destiny yake, That is what changed his destiny. kiliokoa familia It yake. saved his family. Kenye Mungu alimwambia afanye What God told him to do, iliokoa watu wake, it saved his people. iliokoa mali zake. Saved even he. Wengine waliangamia, Other people died. lakini sababu alisikia Mungu, But for him, he understood God. alipona yeye na familia yake. He gets saved with his family. Sema amina. Say amen. Haleluya. Amen. Nuhu Noah ni mtu mmoja wa ajabu sana. is someone wonderful. Wakati Mungu amemwambia jenga safina, When God told him to build an ark, alikuwa mtu mzima. you are someone very Inawezekana old. alikuwa na proje yake ya kujenga nyumba, It seems he has his project of building an inawezekana alikuwa na house. proje ya kununua gari. It seems he have a project to buy a Lakini car. wakati Mungu aliongea naye tu, But when God talked with him, hapo hapo akastop kenye alikuwa anafanya, there he stopped what was akaacha doing. kwanza mambo yake, He first stopped everything of him, akapatia priority kenye Mungu and alisema he gave afanye, priority to what God told him to sababu do. uzima wake wa baadaye, Because he's living maisha ya watoto wake, his future, future ya watoto the wake, future of his children, ya wajukuu wake, of his grandson, ilikuwa inategemea tu na ile sauti was holding on that voice, yenye alisikia kutoka kwa Mungu. what he heard from the Lord. Magharibi ya leo Mungu iko nasema na This kanisa evening, God is talking with the church. ya kwamba kuwa msikivu kwa sauti ya Let you Mungu, be listening to the voice na of God. usikuwe na mashaka ya kufanya kenye Mungu anasema And ufanye. don't doubt of God what God Hata said kama to ulikuwa do. unaenda kukoshi, So you are going to the left. Mungu akikwambia rudi, If God tells you to go back, tii sauti ya Mungu, rudi, accept what God is telling you sababu and kule go kwenye back. utaenda Because where you will go, na Mungu alikwambia usiende and kule, God told you to not go there, itakuletea this matatizo. will bring problems. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Sasa mtu mwenye uko na kazi zako, So you having your job. na Biblia nimefanya research kuangalia muda ambao ilichukua kwa kujenga ile safina. And I made researches on the time it took to Haikuandikwa build the ark. kabisa, hakuna precision, There is no precision. lakini ilikuwa miaka mingi. It took long. Sidhani kama ilikuwa chini ya miaka 10 au I 20 don't kwenda think juu, it was under 20 years. na or wengine 10 years. watafiti wanasema ilikuwa hata miaka But 120. others are saying that it is 120 Ukipima years. kuangalia budget ya kujenga ile To safina, see the budget of building that ark. safina ile muliingia nyama zote, In the ark there was all kind of muliingia animals. simba, tembo. There was Sasa lions, imagine simba elephants, haiwezi kukaa karibu na nyama zingine, and a lion can't stay with inatakiwa ikuwe other kwenye kona yake animals. It has to be in na ikuwe na his chakula ya kula, place, and it must ikuwe have it. yani watayarishe mambuzi, manyama ya So mbuzi they na have to manyama ya ng'ombe prepare yenye the simba food which itakula, the lion is going to eat. tembo majani yenye itakula, Even the elephants, mbuzi majani yenye itakula, the maumbwa na makuku na mabata, kila aina ya nyama all kind of ziliingia animals kwenye hiyo safina. entered in the ark. Sasa upime kuimagine ukubwa wa ile safina. So imagine the greatness of that ark. Ilichukua budget ya pesa ngapi? How budget did it? Ilikuwa pesa nyingi bila shaka, It was very too much. ilikuwa mamilioni ya mapesa. It was millions of money. Yote ile Nuhu alifanya
very thing that kwa Noah sauti did, tu yenye Mungu to alisema the naye. voice what God spoke Mimi with sijui him. kama kuko tu mtu mwenye sauti I don't think that there's someone whom a voice inaweza kavuruga proje zako. can just destroy his Uko na project. proje yako ya kununua gari, You have a project of buying a car, alafu tena kwenye safina ilienda kujengwa, and in the ark which was built, haikwasema alienda jenga pembeni ya ocean, it was not built near an hakwenda ocean. jenga pembeni ya maji, We are not building alienda near kujenga water, safina jangwani. but he wants and build it in the forest. Haiingie kwenye akili. That cannot enter. Amen, amen. Haiingie kwenye akili. That one cannot. Lakini sababu Mungu alisema, But because God said, Nuhu alifanya Noah did it, na maisha yake iliokolewa. and his life was Fanya saved. kenye Mungu amesema, Just do what God said. maisha yako itaokolewa. Will Kenye say uko nataka okoa, what you want to kenye do, uko natunza, useme yangu isiharibike. what you're constructing, say Ile what pesa you yenye uko want to do. nasema nisitoe, isiishe, The money you are nisikose fearing chakula ya to kesho. spend, Kisi uko napingana na sauti ya Mungu, as you are refusing the voice ni of God, vile vile uko natesa maisha that is yako. the same way you're suffering. Kila mwenye alitii na kufanya kenye Mungu alisema, Everyone who bowed down on what hakuna God siku said, alijutia. Kila he has siku never alipata missed. haki mbele za Bwana. Every day he gets something from God. Haleluya. Sema amen ya bien. Say amen. Amen. Sasa jambo ambalo mimi nataka niseme na wewe, What I want to speak with you, wakati Mungu amesema na wewe, when God is speaking with you, ni kwamba sio lazima kila mtu akuelewe, it is not the right for everyone to understand you, wala sio lazima kwamba kila mtu akuambie ndio. or it is not everyone to tell you yes. Mungu akikuongelesha, If God is speaking with you, ni inakuhusu wewe na Mungu. that concerns you and God. Haihusu mke wako au Does mume not wako, concern your wife or your haihusu mtoto wako, does not concern your haihusu child. biashara Does zako. not concern your business. Mungu akikuambia If God kitu, is telling you something, yani nakuambia usitaki kwamba watu wakubali if kenye it Mungu tells you alikwambia. don't accept what people say, Wewe fanya kenye Mungu amesema. just do what God is telling you to Mimi do. napima kuhesabu tu. For me, I'm just numbering. Nuhu Mungu anamwambia jenga safina. Noah, God told him to build a Badala man. ya kusema ajengee mtoto wake nyumba, For him thinking to build for sababu his alikuwa child a mzazi, alikuwa house. na watoto. Because he has children. Na baba mzuri ni lazima aachie watoto wake And the good heritage. father has to live for his children. And Angekuaisha kuandaa kusema nijengee mtoto wangu, him gonna think about living for his children. ni invest, niachie watoto wangu To pesa, invest something to live for his children. Money. niwajengee, ninunue nyumba ingine To Kinshasa, build a house in every ninunue ingine ya corner. Amerika, To build wajukuu houses. wakienda kusoma wataishi kule. The grandson will go and live there. They go and serve. Yeye wakati Mungu alimwongelesha tu, But him, when God was talking to hakuanza him, kuuliza kwanza opinion ya watu. he didn't start Mnaona namna feeding the gani? opinions of people. Mnaona hii Saying, projet, how are you seeing this Mungu project? ameniambia hivi, God is telling me na that. nyinyi this. mnaona And how are you seeing? sababu angesubutu kusema kwamba asikilize watu, Because if you wanted to hear people, hangefanya kenye Mungu he alimwambia. couldn't do what God told him to do. Amen, amen. Amen. Ndio maana mimi napinganaga na hii msemo yenye nasema c'est la voix du peuple, c'est la voix de Dieu, That's why I always refuse this word that says the kwamba sauti ya voice of the watu, nation, the voice watu of wakisema God. ndio ndio Mungu amesema If ndio. people says this, that is what the Sikia, word is wakati saying. wote ndio ya watu sio ndio ya Mungu, Every time the will of people it is not the will of sababu God. watu wanaonaga tu vyenye vinaonekana hapa. Because people don't see what Watu they see. wanatembea kwa realite, People walk in the watu wanatembea kwa vyenye wanasikia. Watu wengi ni masantima, lakini Mungu yeye wakati akikwambia kitu, But when God tells you something, yani wakati mwingine utaonekana kama mwenda wazimu, you may be like a foolish lakini person. niko nakwambia Mungu akisema But fanya, for me, I'm telling you, when God tells you to do, usiangalie nani anasema nini. don't look right and left. Usisikilize hata wakati mwingine mawazo ya watu, Don't see even the thinking of sababu people. wengi watakuvunja moyo kufanya Because kile cha many Mungu. people will break your heart. Wewe fanya tu, But for you do, wewe fanya tu, just do. kwa gharama yoyote, By every, fanya kenye Mungu anasema, just do what the Lord na utaona baraka And zitakazoambatana you will see na the kutii blessings sauti ya Mungu. that are following with the Sema listening amina. of the word of God. Haleluya. Amen. Nuhu Noah, au niseme Ibrahimu, Abraham wakati Mungu anamwambia, anasema toka kwenye nyumba ya baba yako, told Abraham to get out in the house of his father. enda kule kwenye nitakuonesha. Go where I will show you. Yani Ibrahimu mwenye ameishi miaka yake yote pale, Abraham, who was living all of his asha years jenga there, nyumba he yake, has built his house. asha zoea na Yes. pale, Get used to it. asha iko na He marafiki, has friends. iko na ndugu He zake, has relatives. yani iko na vila yake, So he has everything. lakini Mungu anamwambia aseme enda, But God is telling him to toka, go, to get up, yani uache nyumba yako to live
out. uende lala mutanti, uende lala kuhema, Go and sleep. uende kuwa lokatere. To be, Hauna eneo ya kuchungia mang'ombe yako, to start renting, to enda. just go. Ilionekana kama vile hana akili sawa. It seems that he was not. Angesema aanze uliza mashauri. If he started asking himself, Ewa na mnaona or he started asking, niende wapi? how are you saying? Nifanye namna Where gani? should I go? What Watu should I wangeanza piga do? mahesabu. People would start doing Sikia hesabu zako, numbering. sio hesabu za Mungu. Just listen. Sio hesabu za Mungu. What you count is Wewe not unaweza kuona hapa hakuna faida, for you can see here there's no kumbe Mungu iko interest. naona But faida. God is seeing interest. Ndio maana mimi nasema tena magharibi ya That's what leo, I'm saying this evening. wakati Mungu anakuongelesha, When God is talking with you, usitamani kusikia sauti za watu. don't to speak with people. Watu wakubali, watu wakatae, Though people understand sababu what they Mungu say, amesema because God has spoken. wewe fanya na utaona So you baraka do za it Mungu and you receive the katika blessings kufanya of kenye God. Mungu anasema. You know what the Lord is saying. Sema amen pia tena. Say amen. Haleluya. Utimilifu wa mpango wa Mungu They accepting the voice of God. inaweza kuchukua muda mrefu sana, It can take long, lakini itatimia tu. but it will be done. Sema amen. Amen. Haleluya. Kenye Amen. Mungu anasema juu ya maisha yako, What the Lord says upon your life. kenye Mungu anayaahidi juu ya maisha yako, What the Lord says upon your kenye life. Mungu anakuambia ufanye, What the Lord is telling you to do. yani sio kwamba tu kitafanyika pale It pale, is not that it will get done the sio same kwamba time. kitatimia hapo hapo tu, Did not say that it will get sio done kwamba at the same utalala na moment. unaamka na That kimetimia. not say you sleep and wake up when it is there. Najua Mungu amesha kuambia mambo mengi, I know God has spoken na to kila you. siku Mungu anasema na sisi kupitia And neno every lake. day God is speaking with us through His Ukisoma word. Biblia kuanzia mwanzo If mpaka you Ufunuo, read the Bible starting from Genesis kuna up to ahadi za Revelation, Mungu zimejaa juu ya maisha there are yako, some promises of God upon our lakini lives. ili zitimie But for them to be hazitatimia kwa accomplished, muda wako, it will not get accomplished by lakini your time. zitatimia kwa muda wa But they Bwana, will get accomplished by the sababu time yeye iko of God. maître de temps Because et de He is circonstances. the master of time and Mungu ndo circumstances. anajua muda So wa God utimilifu wa knows baraka the zako, time where things gonna get lakini kenye accomplished in unatakiwa life. ujue ndani mwako But what you have to know ya inside kwamba you, ahadi za Mungu the promises of God, lazima zitimie kwenye maisha they yako. will get accomplished until your Hauelewi, life. hauelewi. You are Nasema not hivi, understanding. lazima kila siku kuwa unajua ya kwamba Every day you must understand. Mungu si mwanadamu, God is not a man. kama vile anasema kwenye kitabu ya Kutoka, As the Bible says, na wala si mwana wa Exodus, mtu. God is not a son Kenye of a Mungu man. alisema juu ya maisha yako, What he said upon hata life, umri uende namna gani, though years ago, Mungu atakitimiza. God will do it. Haijalishi miaka, He does not lakini see the years. kitatimia, sababu ni But Mungu it amesema. should get done because God Mungu said. analisimamia neno lake, God is standing upon His Mungu word. analiheshimu God is neno respecting lake. His word. Kwa hiyo usiwe na mashaka, So no, don't have, usiangalie saa yako. don't doubt, don't see your years. Saa yako sio saa ya Mungu. Your time is not for Hii God. saa 12 yenye tuko hapa saa hii Kampala The sio 12 saa ya years we are mbinguni. moving on in Kampala, it is not the time of God. Haleluya. Amen. Kwa hiyo Nuhu akaanza kujenga safina, And Noah started building the akaanza ark. kujenga. He started Mimi building. na imagine ingekuwa mimi, Me, I'm imagining if it was ingekuwa me, asubuhi moja tu mimi najiuliza, niko was- natesekea nini? if I was the one, Niko nasumbukia nini? start saying, what am I Niko bothering for? napotezea pesa nini? Why am I losing my Mbona money? ulieni vikiwakipenda watoto wangu? Than to occupy for my Hivi children. vyenye Mungu alisema vitatimia But wakati gani? when is this thing God said will get accomplished? Havina muda, Mungu They hakumwambia don't have muda, time. lakini sababu ni Mungu alisema, But because it is God who said it, haikujalisha muda. He does not Nuhu limit the kuangalia time. miaka 10 au 20, Don't see 10 or 20 years. alijua tu kwamba kwa muda wa He Bwana just knew the kenye time of amesema God. atakifanya, What he said he will do. na Mungu alikifanya. And what God accomplished. Haleluya. Amen. Nakumbuka kati Ibrahimu Mungu anamwambia And toka, remember when God told Abraham, get anasema out. enda nitakubariki, He told him, go and I will bless nitakufanya you. kuwa baba wa I mataifa. will make you to be the father of nations. Yani kwa umri wa Ibrahimu And the years of iko na Abraham, miaka 75, he has 75 ni years. mzee tayari, He's a very old man. lakini Mungu anamwambia enda, But God is telling him, go. fanya. Do. Ibrahimu angeangalia umri wake angesema If Abraham saw his years, he could have said no. hapana, Mungu mimi hapana. God, no. Sara pale, Sara, But there, tate Sara, an old man, Sara hana tena uwezo wa Sarah kuconcentrate, also is not having the power. hana tena, yani kisayansi hawezi kuzaa She tena. cannot even give birth. She's barren. Haleluya.
Amen. Imagine tangu kwenye Mungu alimwambia Ibrahimu toka, Imagine God told Abraham, get out. ilipita miaka 25 ili aende kushika zile ahadi. That was 25 years for him to get Lakini that sababu Mungu alisema, will of God. Because God said, alishika mtoto wake. he hold his children. Sara kafikiri kwamba ukizaa na binti wetu wa kasi ndio Mungu atafanya vile. Sarah thought Abraham giving Mungu birth akasema which they hapana, made. Sara mtoto atatoka kwenye tumbo But yako. God said, Sarah, the child will come out. Usiangalie muda wako, Don't see your years. usiangalie umri wako. Don't see your years. Nasema na mtu mmoja magharibi ya I'm leo, talking with some. usiangalie umri Don't wako, see your years. usiangalie muda. Don't see the time. Kwa Mungu ile miaka To yako God your years. haijatimia hata siku It is moja, not even one day. haijatimia hata saa It is moja. not even 1 hour. Usijizarau, Don't neglect yourself. usiseme mie Don't nimezeeka. say I've Hiki get hakiwezi old. kutimia. This one will not Muda wa Mungu accomplish. ukifika, If the time of God haijalishi is umefikisha umri gani, though you are out, utaishi neema ya Bwana kwenye you maisha will yako. leave the grace of God. Mungu alichokisema kwenye maisha When yako God says atakitimiza, he haijalishi will muda. accomplish it. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Unajua wamama, wanawake wengi You know, most women, wanakata tamaa. they always Naomba broke Mungu nipatie mtoto, nipe mtoto, because they're asking God, give me a child. na familia itakusumbua. Even the family go, Umri shaenda, umri shaenda. years have gone. Ile umri ni ya sayansi ya wanadamu. Those years are Mungu for mwenye the men. alitengeneza mwili yako, But the God who build your hata body, Mungu mwenye ana uwezo wa kuweka mbegu, the God who have the power of Mungu mwenye sowing aliweka, seed, aliingia kwenye tumbo ya Maria the God who entered in the womb of Mary bila kukutana na mwanaume. without meeting a man Yule Mungu, is the God. yule Mungu That God anaweza kukupatia mtoto, is able of giving you a anaweza child. kukupa mtoto. Is able of giving you a Usikate child. tamaa, Don't lose hope. usihangaike. Don't bother. Mungu alisema God say, mzae na mzidishwe. give birth and Na wewe multiply. sababu Mungu amekupatia So ndoa, if God gave you marriage, wewe mwenye uko hapa na wewe mwenye uko unanisikiliza you kwenye are here mitandao, listening to me on jua social ya kwanza, media. jua kwamba yule Mungu Know that God atakupatia Kenya will aliahidi juu ya give maisha you yako, what He promises upon you. atakutendea. He's going to do. Usikate tamaa na Don't usivunjike lose moyo. hope. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Yusufu alikuwa kijana Joseph was a young man. mdogo sana Was very young. mwenye alikuwa na ndoto. But he had a dream. Mungu ashamuonyesha And God showed him jinsi nyota itampigia how magoti. this star is going to Ashamuonyesha bound jua na down to mwezi. him. God showed him how Mungu the moon. amemwonyesha kabisa utukufu yenye He itakuwa juu ya showed him maisha the yake, glory which will be in his life. lakini realite zenye alipitia But the reality passed through. na muda yenye alichukua, And the time it took, yani haikukuwa mzaa, that was not a lakini job. mwisho wa wakati But at the end of the kenye Mungu day, alisema what the Lord alikifanya. said, he did. Yusufu alikaa kwenye kiti ya Joseph uongozi. sat on the Yusufu chair. aliona akisujudiwa na ndugu zake. Joseph says, so his Yusufu brothers bowed aliongoza down. jinsi Mungu alimwonyesha Joseph zaidi ya said, miaka as 13. God showed him, Magharibi ya leo niko more than nakuambia 15 years, I'm muda wa telling you, Bwana umefika ya the time of kutimiza God has kile reached kenye aliahidi juu ya to maisha do yako, the promises upon kile your kenye aliahidi life. juu ya familia What yako, promises upon kenye your aliahidi family. juu ya kazi What yako, promises kenye upon your aliahidi juu ya job. watoto wako, What promises kenye upon aliahidi your juu ya children. Kongoo. What promises upon your Mungu country. atakitimiza. God is going to do Ni it. muda wa Bwana It is the time kukitimiza. of the Lord. Ni muda wa Bwana It's the time of the kukutendea. Lord. Ni muda wa Bwana It's the time of the kukufurahisha. Lord to Ni make you muda wa Bwana It's the kukuonyesha time of the utukufu Lord mkubwa. so you Sema mimi Say napokea, amen. Say I'm sababu ni receiving. muda wa Say Bwana I'm receiving. kutenda katika maisha God, yako. it is the time of God. Haleluya, Amen. haleluya. Amen. Hakukwake aje ya baraka. There is no a year of Unasikiaga blessing. kwa mitandao watu wasema ukifikisha miaka We always listen on social media as if you clock say 30 years, haujafanikiwa, you will never be blessed. kama hujajenga nyumba huko na karanta au yapata If you have never position, built your house when you're 40 wewe years, umerate maisha. you have missed all. Nasema ni uongo. I'm saying Ile that ni is a kalkile za lie. wanadamu. Those are many Hata kwa umri calculations. wako ile septa Even 5 at ile your ngapi, age, Mungu 75, atafanya Kenya God yake. is going to do what He promised. Haleluya. Amen. Dimashi hapa nimetiwa nguvu sana na temoignage ya Papa Doctor. Sunday I got power through the testimony of Father Doctor. Haleluya. Amen. Yaani mateso ya kama 30 combien d'années, The half of 39 years, lakini ahadi ya Mungu but iko the pale pale. promise of God still. Nakwambia at the magharibi ya same leo hautatoka place. hapa I'm telling duniani you, you will kama not go haujashika zile out ahadi.
If you kama have never haujaishi the utukufu promises wa of Bwana, God, we shall hautatoka. never live the Yani promises Kristo of ungali God. naishi, As you are usikatage living, tamaa hata siku don't moja. lose hope even Kristo one ungali na day. ile pumzi ya You uzima. still having the Yani breath of nakuambia life. nyumba yako ya I'm etaje telling ingali, you, gari don't yako lose hope. ingali, Your car mariage is yako there. ingali, Your marriage is safari there. yako ingali, Your house is there. yako Your ingali, traveling is there. bado ipo Everything kwa of jina you la is Yesu there Kristo. in the name of Jesus. Amen, amen. Amen. Haleluya. Amen. Jambo lingine nataka uelewe Another thing I want you to kwamba understand. jaribu kufanya kile Mungu amesema, Try to do what the Lord is saying. hata kama inaonekana vile kama ni ujinga. Though it seems to be foolishness. Haleluya. Amen. Jaribu kukifanya Just try to do what hata kama inaonekana vile yani unakuwa mchawi. Though they can think you're a witch. Watakuona kama mwenda wazimu. They will think you are a crazy man. Hawatakuelewa. They will not understand Lakini mimi you. nakwambia jaribu kukifanya. But I'm telling you, just Wewe try. kifanye. Just try. Haleluya. Nuhu walikuwa wanamcheka. No one used to laugh at him. Walikuwa wanamcheka. They used to laugh at Wanasema huyu Noah. mzee They told him this old akili man. ishampotea. The intelligence has go Wakati away. amemaliza kujenga safina, But when he finished iko building naita the watu ark, muingie. he's calling people, come and enter inside. Come and enter Watu inside. wanamcheka. And people used to laugh at Watoto him. wake wakatii Even the wakaingia. children bowed down and Mke entered wake in the akaingia. ark. Even the wife Na entered wake inside. za watoto wake wakaingia. Even his grandson entered in the ark. Walifanya kile kenye Mungu alisema. They did what the Lord said. Walionekana kama wenda wazimu. They were seen as foolish men. Watu hawana akili sawa na Mungu. People don't have the same mind with Jesus. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mungu God, wakati mwingine hata mwenyewe mimi najiulizaga Mungu. I'm asking God, Hivi kama Ibrahimu hivi. if Abraham, Unasema naye umempatia mtoto wa uzee. you told him, I'm giving you a Alafu son, unamwambia akutolee ule mtoto. and you are telling him to offer Ibrahimu for you that same naye son. tu sijui kama akili zake zilikuwa And sawa. I don't know if Abraham, his mind was Sababu Biblia inasema right. habari ya Because msalaba they told us about the ni information of wasimu the kwa watu cross. ambao hawaamini. I came for the people who didn't Amen, believe. amen. Amen. Anakamata tu mtoto, He just get that child. anamwambia Isaka, And he told him, kuja Isaac, tuende. come we go. Anaona nikiambia Sara, Because he knew if I told Sarah, isi anapenda aka katoto, saa sote kumuuliza and uliza, Sarah loved this child, habitafanyika. it will not get Ale, it. Isaka kia tuende. Isaac, come we go. Wanaenda. They went. Isaka naye anauliza, Isaac also Papa, asked, kondoo iko wapi? Father, where is the sheep? Anamwambia Mungu atajipatia. And he said, God will Iko provide. naingia kwenye akili kweli? Is that entering someone's Mimi mind? kwangu haingie. Kama kwako inaingia, mimi haingie If it kabisa. is entering your mind, for me, no. Unafika pale unalalia lala pale. They reached there, I told Isaac, lay Unainua na down. mpanga hivi kabisa. And he got a knife. Uko tayari kuchinja He's mtoto. ready to slaughter the Kwanza kid. Ibrahimu alikuwa anastahili kushtakiwa. Abraham deserved to be arrested. Wangemshtaki kutoa de l'homme. If they start him, Yaani Ibrahimu alikuwa anastahili kuwa if prisonier. Abraham was arrested on the human right, Sababu haiingie kwenye he akili. could have been a prisoner. Lakini Because sababu Mungu alisema, what he was doing, because God alijaribu said, kukifanya. he tried to do it. Na Mungu akasema usiue. And God told him, don't kill. Kondoo ilitokea from nowhere, kondoo ikakuja tu. The sheep came from Sikia nowhere. nikwambie, ukitii I'm sauti telling ya you, if Mungu, you accept the voice kuna of the vitu Lord, unavitafuta, there are things you are looking lakini for. viko pembeni But they are yako. near you. Jaribu kufanya kenye Mungu Just anasema. try to do what the Lord is telling Utaona you to kenye do. umehangaika kwa You muda will mrefu, see that you are kwa battling for dakika moja long. kugeuka tu utakikuta But kiko pembeni just yako. turning, you will see Kama everything Mungu you are alileta looking for kondoo is near from you. nowhere, If God yule brought the Mungu sheep anaweza from nowhere, kukupatia kenye ulikuwa God can bring what you are looking for. haukutarajia. Amen. Oh, acha Mungu akutendee kwa Let jina la God do Yesu Kristo. wonderful for you today. Haleluya. Amen. Ni wazimu. Those are foolish. Sababu Mungu amesema Because God said, nitafanya. I will do it. Haleluya. Haleluya. Amen. Mara ngapi Mungu anasemanga na wewe? How many times is God speaking Mara with ngapi you? Mungu anakuongeleshaga kuhusu jambo How fulani? many times is God speaking with you? Wakati mwingine Mungu anakuambiaga toa sadaka. When he tells you, offer, Kuna ndugu moja hivi, there's a man. siku moja alikuwa ananielezea shida zake. There was a time he used to tell me his problems. Nikamsikia, And the heart, nikamwambia sasa and I told him now, kamata sadaka. get an offer. Nzuri sana. A good offer. Yenye to you. unasikia That inakuumiza you kabisa. feel that it is paining you. Enda na ile sadaka kwa pasta Go with wako. that offer to it to your pastor. Akuombee.
Let him pray for you. Usimwambie hata shida yako. Don't tell him even your problem. Wewe mpatie tu sadaka. Mungu amenituma nikupatie hii sadaka. The offertory, saying, Peleka kanisani, weka kwenye kitunga ya action de grâce. Just go and put in the bucket of thanksgiving. Alafu mwachie Mungu ile shida yako. And leave for God your problem. Akasema sawa pastor. He said, okay pastor. Hakuifanya. He didn't do it. Hakuifanya. Sasa siku moja hivi nilikuwa safari hivi, niko kunjia. One day was traveling. Niko naita pastor. She's calling. Niko na shida, mimi nataka tuongee. I want us to speak. Namwambia shida gani? And I told him what. Sasa ndio vile pastor nimepoteza $10,000, nilikuwa naomba uniambie kama ziko wapi. Nikamuona sasa. I'm from those $10,000. Yaani mimi siko kwenye walikuibia pesa zako. For me, I'm not where they stole your money. Watu wengine wanachukua mapasere sawa chawi. Some people too take pastors as niambie kwenye ziko. He's asking the pastor not to show him where. Nikamwambia acha upumbavu. And I ile told sadaka him, nilikwambia ulitoa kweli. Foolishness. Did you offer? Hakuelewa kama ni sauti ya Mungu ilikuwa inataka kutunza zile pesa zake. That's what the voice of God which wanted. Wakati hakutii zilipotea. When he did not accept, angetoa $100 angetunza ile $1,000 ile timu ile haingeibiwa. If he offered $100 he would not. Nataka niseme ya kwamba tii kile kenye Mungu anasema. I'm telling you, just accept. Usipige mahesabu. Don't bother. Usipige mahesabu wakati Mungu amesema. Wewe kifanye. For you just do. Utaumia. You will get. Lakini najua kesho utacheka. Sababu hakuna mwenye alifanya akatii sauti ya Mungu akabaki kwenye kilio. Muulize Ibrahimu, ana ushuhuda ya kutii sauti ya Mungu. Mungu akafanya naye agano tena. God even make a covenant. Anasema hesabu nyota. Telling him, jinsi unaona wingi wa nyota, vile vile litafanya uzao wako. Sababu tu ya kutii kile kenye Mungu anasema. Tii sauti ya Mungu kwa jina la Yesu Kristo. Uone kenye Mungu atafanya katika maisha yako. Hallelujah. Jambo lingine ni kwamba usiache kufanya kitu tofauti. Don't stop doing something different. Na watu wa kizazi chako au wa generation yako. Of the people of your generation. Hallelujah. Mbona useme amen? Why aren't you saying amen? Hallelujah. Hallelujah. Nasema hivi. I'm saying like that. Usiache kufanya kitu tofauti. Don't stop doing different things. Katika kizazi chako. In your generation. Amen, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Unajua Mungu, you know God. Kenya alifanya na huyu ndugu. What he did with this brother. Ni cha kwake. It is for his. Kenya alifanya na wewe mama. What he did with you, Kenya alifanya na fulani. What he did with this. Kenya alifanyia Amerika. What he did in USA. Kenya alifanyia Shine. What he did with China. Kenya alifanyia Uganda. What he did with Uganda. Ni tofauti na Kenya tafanya na wewe. It is different from what he will do with you. Hallelujah. Amen. Wakati mwingine tunakuwa naomba maombi fulani ambao mimi naonaga kama haiko sawa. Other time we pray some prayer which are not. Baba nitendee kama vile ulivyotendea Elia. Father, do for me as you did for Elijah. Kama ulitendea Musa na mimi nitendee. As you did for Moses, do also for me. Mungu alitenda na Musa ya kwake. God did with Moses kenye for his. Mungu atatenda na wewe ni cha kwako. What God will do with you, it is your own. Wewe kenye Mungu atakufanyia. What God will do with you. Ni tofauti na Elia. It is different from what he did with Elijah. Ni tofauti na Isaka. It is different from what he did with Isaac. Mungu atafanya na wewe kenye kitakudifferentia na kukudistinguisha miongoni mwa watu wote. Mungu hajaishiwa na matendo. No, it is not over. Mungu hajaishiwa na vitu vya kufanya. The miracles are not yet over. Miujiza haijaisha kwenye misi ya Mungu. Kwa hiyo usitake kufanya sawa mtu fulani. Don't want to do as another one did. Mungu akufanye wewe. You want God to do tamani you. Mungu akufanye na wewe cha kwako. God to do you. Sijui kama unaelewa. I don't know what. Nasema hivi, Mungu afanye na wewe Kenya kia fanyika. Let God do with you. Kenya kia fanyika kwa familia yako. Let God do with you. Mungu akifanye na wewe. Kenya kia fanyika kwenye hii kanisa. Mungu akifanye na wewe. Let God do it with Kenya kia fanyika ndani ya dunia. Ifanyike kwako. Kama Musa alipasua bahari. Ya kwako Mungu atapasua kitu kingine. Kama Elia alishusha moto, ya kwako inawezekana moto itatokea chini. Sababu Mungu iko multi-system. Sema Bwana fanya na mimi kwa kwangu kwa jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Amen. Jambo la mwisho ambalo nataka niseme. The last thing I want to talk about. Ni kwamba focus. This is to say to be focused. Katika kile kenye Mungu amekuambia ufanye. Focus yourself in what the Lord is telling you to do. Amen. 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 Yani kufocus. Getting focused.
mimi natumiaga kamera sana, niko mtu wa media. For me, I want to use social media many times. Kwenye kamera kuna kitu moja inaitwa focus. On the camera, there's something called focus. Ni wakati uko naona image haiko clear. When you see the image is not clear, inatakiwa uguse ile sehemu ya focus. You have to touch the place where the right. Kwa mfano mimi nataka kushuti huyu ndugu. When I want to show this brother, inatakiwa ni set vizuri. I have to set well. Pembeni kukue giza. Near to be a dark. Lakini yeye aonekane vizuri, ni focus him to be seen very good. Vile. That is what we call focus. Focus katika kile kenye Mungu anasema ufanye. Ina maana akili yako, your mind, nguvu zako, your power, energy yako, your energy, pesa zako, your money, muda wako, your time, kila kitu chako kitumike katika kile kenye Mungu anasema ufanye. Be from what the Lord is telling you. Hauelewi vizuri. You are not nasema hivi. I'm saying. Huyu ndugu Noah. Our brother Noah. Noah. Mungu wakati alimwambia jenga safina, when God told him build an ark, pale akaachana na vingine vyote. He left everything. Akili yake yote, his mind, budget yake yote, all of his budget. Yani kama alikuwa na magazine yake, if he had this magazine, faida yote ilikuwa natoka kule. Everything alikuwa na focus kwenye ujenzi wa safina. Alikuwa anapeleka kwenye kilingo, alisema all of his tree. Nakwambia magharibi ya leo, I'm telling you this night, ukiweka nguvu zako katika kenye Mungu anakuambia ufanye, ukiinvest katika kile kenye Mungu anasema ufanye, mara nyingi tunakuwa tunajidanganya na hesabu zetu. Inawezekana sasa huko mwanafunzi unasoma, lakini Mungu ashakwambia fanya biashara. Mimi nakwambia kama ni Mungu amesema, achana na ile masomo, focus kwenye biashara. Sababu kenye Mungu amekuelekeza kimebeba baraka zako, kimebeba destiny yako, kimebeba jina lako, kimebeba future yako. Hallelujah. Kuna watu walisikia sauti ya Mungu. Mimi najua mtumishi wa Mungu moja alikuwa anakuwa wapi, Senegal sijui wapi. I know a man of God is Karambi. Ule baba alikuwa manager wa bank. That father was a manager of a bank. Alikuwa mtu mkubwa. He used to be a great man. Mungu akamwambia acha hii kazi. Mimi nakuita unitumikie. I'm calling you. Haingie. That cannot enter in your mind. Lakini akafocus akasema mimi naachana na hii. The father left the work. Piga magoti. He kneel down. Jene. Maombi. Prayers. Neno akaanza kufanya kazi ya Mungu. Prayers doing the work of God. Imagine asingetii sauti ya Mungu. I imagine if he didn't accept the word. Hangeishi umri ambao ameishi mpaka leo. Live the hours is living. Hallelujah. Nataka nikuambie focus katika kile kenye Mungu anasema. Just focus from what the Lord is saying. Usisikilize sauti za pembeni. Don't listen the near voices. Sauti zitakuja nyingi za kukuvunja moyo. The voices will come to break your heart. Mazingira haitakuruhusu. Even the environment will not allow. Hali ya uchumi haitakuruhusu. People will not allow you. Hata familia yako haitakuruhusu. Even your family will not allow you. Wanasemaga hivi, kelele za chura, they always say the voice of a, haziwezi kuzuia ng'ombe kunywa maji. The voice of a, yeye anajua mimi niko nakunywa maji. Interpret. Ng'ombe anajua mimi niko nakunywa maji. A thrompo know that you are drinking water. Hata kama chura watapiga yeye hatafuatana na zile sauti. So you will not follow those voices. Yeye atafocus katika kunywa maji. Focus on drinking na mimi niko nakuambia, that's what I'm zile sauti ziko nakuambia acha. Those voices telling you sauti zinakwambia usiende. The voices telling you zinakwambia usifanye. The voices telling you zile ni sauti za kukuondoa katika mpango wa Mungu. Wewe focus katika kile kenye Mungu alisema. Just get focus on what focus katika kenye Mungu amekuelekeza. Invest nguvu zako katika kenye Mungu amesema. Tumika usiku na mchana kwenye Mungu amesema. Fanya kwa bidii kile kenye Mungu amesema. Utaona miujiza, utaona baraka, utaona utimilifu wa mambo makubwa kwenye maisha yako. Hallelujah. Shangilia Yesu kwa vigelegele. Clap for God in the name of Jesus. Hallelujah. Huyu mwanamke mwenye alikuja kupaka Yesu mafuta. This woman who came to anoint God. Unajua mimi sidhani kama aliamka tu akasema amina na kupaka mafuta. He wake up. Ule dada that woman aligombana kwanza na ndani yake huko. She first fight with sauti nyingine anamwambia paka, mwingine anamwambia hapana. The voice telling her batakuona yeye.
How will they see? Unajua kwanza wewe uko malaya. You first know that you Watakufukuza. They have chased you. Watakucheka. They will laugh at you. Naye angesema tu ile mafuta usiharibishe. If I also just say that, itakusaidia hata kufanya maproject zingine. Don't spoil this oil, it can Lakini akasema, hii sauti niko nasikia ndani yangu. But she understood that hii sauti niko nasikia ndani yangu. Lazima nifanye, lazima nifanye. Hakusikia zile sauti za pembeni. Hata wanafunzi wa Yesu pale wakamshangaa. Watu wanasema, wewe mwanamke wewe. Wewe uko mchafu, usimguse Bwana. Akasema, mimi sitawasikia. Akachukua nywele zake. Anaanza kumfuta Yesu. Anaanza kupangusa miguu ya Yesu. Hakuangalia watu. Tunapoteza baraka sababu ya kuangalia watu. Wataniona namna gani? Watanijaji namna gani? Inafanya tunapoteza baraka. Wakati alifanya kenye Yesu alimwambia, wakati alifanya kenye Roho Bwana alimwambia, Yesu akasema, and God said, mahali pote kwenye injili itahubiriwa, jina ya huyu mwanamke itatajwa. The name of this woman. Fanya kenye Mungu anasema. Focus katika kenye Mungu anasema. Jina lako itasemewa kwa vizazi na vizazi. Your voice will be spoken. Yani kenye unafanya ukimtii Mungu, what you will do, historia yako haitafutika. Your history will not get rough. Sema amina ya bien. Just say amen. Sema amina ya bien, ukashangilia, ukiwa unashangilia Bwana. Clap in the name of Jesus. Simama kwa miguu yako. Stand on your feet. Amen, amen. Amen. Talika